Ni Juni tena mtazamaji. Mwaka mmoja uliopita kulikuwa na mauti na hasara kubwa nchini Kenya. Tunarejelea mauti ya maandamano ya Juni mwaka jana na kimya cha serikali. Wakenya waliingia barabarani kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, lakini serikali ikafunga masikio, hatimaye damu ikamwagika. Miongoni mwa waliokata roho ni Erikson Chalo Mutisia, mwanarika wa umri wa miaka 25, mwanabiashara wa nyama na mwokaji keki kumradhi. Aliondoka nyumbani akiwa mwingi wa matumaini, bila kujua kusingekuwa na marejeo. Mwanahabari wetu Laban Shaban alifika kijijini mwao Kisekine na katika kaunti ya Machakos na kuzungumza na mama yake ambaye amegubikwa na wingu jeusi la simanzi, akipitia njia telezi kutafuta haki ilivyo mbali na upeo wa macho yake. Vote yes. Serikali iliyoziba masikio isisikie kilio cha raia wake Juni mwaka 2024. Wakati wa maandamano ya mswada wa fedha, inaaminika kusitisha maisha ya Erikson Chalo Mutisia baada ya kuishi robo ya karne duniani. Erikson Mutisia ni mmoja wa waliofariki mikononi mwa wanaodaiwa kuwa ni waweka usalama wakati serikali ilipoonyesha mgongo malilio ya wananchi wake walioomba kupanguswa machozi. Kijana huyu aliendesha bucha na duka la keki Jogoo Road, Nairobi. Alipoondoshwa duniani, duka likafungwa na wafanyakazi wake 4 wakamwaga unga. Katika kijiji chenye misitu cha Kisekini, eneo bunge la Kathiani, kaunti ya Machakos, tunakutana na mama yake Eric, Caroline Mutisia, mkulima wa miparachichi. Sababu mwana wake alipenda matunda haya, mama huyu mwenye umri wa miaka 49 angefungasha na kumpelekea Nairobi kila wiki katika msimu wa mavuno. Hatafanya hivyo tena kwa kuwa Mutisia hayuko nao tena baada ya mtutu wa bunduki ya polisi kusimamisha mapigo ya moyo wake Juni 25 mwaka 2024. Hiyo siku sitaisahau. Tunacheka, namuuliza Eric, kweli we nilisikia Rex aliuliwa maandamano, utaenda kweli? Akaniambia mama, mimi unajua mimi siwezi enda. Aliniambia hawezi. Sijui kwa nini Eric alienda. Alitokomezwa kabisa na serikali ambayo inadaiwa iliua angalau raia wake wachanga 60 katika maandamano yatakayosalia katika kumbukumbu ya Kenya. Chanzo cha furaha na mkate wa kila siku kwa mama huyu kilikatwa, na kwa hivyo maisha kwetu imeshakuwa ngumu. Eric alikuwa kijana mwenye bidii sana. Familia hii inaunga moja na moja kubaini watafanyia nini vifaa vya kazi alivyoviacha Eric. Eric ashanikujia kwa ndoto, hata akiniuliza vitu zake kama siko save. Sasa mimi nashindangwa. Juu hakuna kitu yake niliuza. Vyombo hivyo vinajumuisha ratili, kisu na msumeno, jiko la miale, jiko la gesi na umeme, jokofu, na pia kuna sanduku la barafu lililowekwa nje ya nyumba hii ambalo lilitumiwa kuhifadhi nyama. Caroline anatupeleka nje katika kaburi la Eric, malazi yake ya mwisho tangu Julai 12 mwaka 2024. Ndoto yao imezikwa hapa. Eric aliaga, kwa hivyo ndoto yake ya kwenda USA ikaishia hapo. Juhudi za familia hii kupata haki hazijafua dafu, huku asasi za serikali ikiwemo ile ya utathmini wa utendakazi wa polisi ikisema bado inatafuta mashahidi ili kuwashtaki washukiwa. Kuna siku walituambia tulete ma witness. Mimi nikawaambia witness yangu ni Mungu na risasi. Mimi sikukuwa akiuliwa. Kisha kuna moja ya kauli za rais kwa umma iliyochokonoa mzinga wa nyuki. Recently aliongea akasema kila mtoto mwenye alipotea alirudishwa kwa mamake. Hata wewe ulisikia. Na sasa mimi nikashindwa na hao kama wamerudishwa na hao wetu walikufa. Sasa wako wapi? Kwa familia ya Mutisia, jitihada za kufunga ukurasa huu ni sawa na usumbufu maishani mwao. Ni mwaka mmoja baada ya mwana wao kuwaacha wapweke. Laban Shaban, NTV.